Na baada ya kugundua zile njia ambazo shetani huwa anazitumia kupigana na wewe kila siku, iko njia ambayo tunaweza tukavikataa hivyo vitu vya shetani, iwe binadamu, iwe ni hali ya hewa, iwe ni sayansi ya teknolojia, yawe ni matukio ambayo kwa macho ya kawaida yanaonekana ni ya halali kabisa kutokea, lakini iko namna kupitia Yesu tunaweza tukayabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisoma Biblia inakwambia ya kwamba Yesu alitembea juu ya maji. Kulikuwa na njia nyingi ambazo Yesu angeweza kuzifanya kuwapitia na kuwafikia wanafunzi wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama utakuwa unakubaliana mimi kwamba Yesu ni mwenye nguvu, alikuwa na uwezo wa kutangulia hata kule walikoenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama utakubaliana mimi kwamba Yesu ni mwenye nguvu, alikuwa na uwezo wa kutokuonekana na kuibuka upya katika safina ambayo alikuwa amepanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utakubaliana mimi kwamba Yesu ana nguvu, alikuwa na uwezo wa kutumia njia nyingine yoyote ili kuhakikisha kwamba anawafikia wanafunzi. Lakini kwa nini Yesu atembee juu ya maji? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kuona haijalishi ya kwamba sayansi ya dunia inasema nini kuhusu hicho kitu, haijalishi madaktari wanasema nini kuhusu huo ugonjwa wako, haijalishi wataalamu wa dunia wamekwambia nini kuhusu hicho, haijalishi washauri na watu wanasaa wanasema nini kuhusu jambo lako, haijalishi watabiri wa hali ya hewa wamesema nini kuhusu kilimo mwaka huu, haijalishi wataalamu wa dunia wanazungumzia nini mwenendo wa uchumi wako, haijalishi. Lakini katika yote una uwezo wa kubadilisha yale ambayo shetani ameyaweka. Uko uwezo na nafasi ya kubadilisha vile ambavyo sayansi ya dunia inaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayo nafasi ya kubadilisha yale mambo ambayo kwa macho ya nyama yanaonekana yako hivyo. Unayo nafasi ya kubadilisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaniambia Yesu alitembea juu ya bahari yenye maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako mambo unatamani kuyafikia, kuna vitu shetani ameviweka. Kwako umekuwa ni mlima mkubwa sana. Kwako umekuwa ni bahari yenye maji mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwako umekuwa ni bahari yenye mawimbi. Kuna mambo unatamani kuyafikia lakini haujayafikia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mambo unatamani kuyafanya lakini bado hujayafanya. Kuna mambo umekuwa ukihangaikia kwa muda mrefu. Wenzio wanafanya miaka 2-3 wanatoboa wanaondoka. Wewe unakuwa unabaki hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unapima mipango yako, ukiwa unaangalia mambo yako, kuna muda rahisi ni halali ya kwamba nilipata milioni 1 nikamtibu mama, nilipata milioni 2 nikafanya jambo fulani. Kuna mambo shetani ameyaweka mengi yanazuia mipango yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini acha nikwambia, haijalishi shetani ameweka bahari kubwa kiasi gani, haijalishi shetani ameweka mlima mkubwa kwa kiasi gani, unayo nafasi na kwa viwango hivyo ambavyo unamtegemea Mungu, pandisha kiwango chako cha kumtegemea Mungu katika mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Pandisha viwango vyako vya kumtumaini Mungu katika mambo yako. Ongeza kiwango cha Mungu, mpe nafasi Mungu katika maisha yako. Uko uwezo wa kubadilisha hiyo hali ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Uko uwezo wa kupita juu ya bahari. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uko uwezo wa kupaa katika milima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijalishi wataalamu watakwambia nini, haijalishi historia itakwambia kitu gani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wako watu huwa wanajiachia, wanasema mimi ukifika msimu wa mvua ni lazima tu nitaumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu anaishi anakuwa anajiandaa kila siku ya kwamba mvua zitakapoanza mimi basi nitaumwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, Yesu anakuambia unayo nafasi ya kubadilisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika hayo ambayo shetani ameyaweka kuhakikisha kwamba hanakuzuia uendelee mbele, katika hayo mambo ambayo shetani amehakikisha anayaweka kuhakikisha kwamba anakuzika, katika hayo mashimo ambayo shetani ameandaa kukutumbukiza wewe, nataka nikwambie asubuhi ya leo unao uwezo, unayo nafasi ya kupita juu ya maji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pigia Yesu makofi ya kutosha kama unanielewa. Haleluya. Unayo nafasi mama, unayo nafasi baba, haijalishi ni makubwa kiasi gani. Biblia yangu haijawahi kuniambia kwamba Mungu alishindwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijawahi kuniambia kwamba Mungu alishindwa. Ni vile kiwango chako na nafasi yako ambayo umempa Mungu katika maisha ni ndogo, kana kwamba na wewe kuna muda rahisi kama hawezi. Kuna muda hata wewe unatamani umsaidie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini acha nikwambie, huyu Mungu ninayemtumaini mimi na ninayemhubiri hapa hahitaji usaidizi wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye alitembea juu ya maji. Haijalishi kuna makubwa kiasi gani, haijalishi ni magumu kiasi gani, tena haijalishi wewe umehangaika nayo kwa muda gani, haijalishi umeanza nayo lini. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijalishi ni mipango ilitakiwa itimie
hujui toka muda gani, lakini kuanzia leo uko uwezo wa wewe kubadilisha na kumpa Mungu nafasi. Iko nafasi ya wewe kuongeza viwango vya kumtumaini Mungu. Iko nafasi ya kuongeza eneo la Mungu katika maisha yako, na yeye akiingia katika hiyo nafasi na akichukua nafasi, unao uwezo wa kubadilisha hiyo hali ya hewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unao uwezo wa kubadilisha hao binadamu wanaokuja kwa njia za adui. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma Biblia pale, ingekuwa ni wewe kama jirani yako amekukosea, kwa hasira zako za kawaida ungeweza hata kumzaba kibao, lakini Yesu alimtoa shetani katika Petro. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alimshinda shetani kupitia Petro. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haijalishi wanakuja kwa mazingira gani, iwe ni sayansi ya dunia, iwe ni hali ya hewa, wawe ni binadamu wanaokuzunguka, wawe ni ndugu zako, wawe ni marafiki zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wawe ni viongozi wako, haijalishi ni akina nani, wao walikuwa wanawategemea kwa muda gani, hayo hayajalishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna vitu Mungu anahitaji umpe nafasi ili aweze kuvifanya kwa ukubwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kupigana rohoni, alafu mwili utatoa matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaanza kupigana ndani. Mtu wa ndani ataanza kupigana na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alafu mwili utatoa matokeo. Tutavipiga vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutamaliza maadui zetu, yale mambo ambayo tulikuwa tunashughulika nayo kwa muda mrefu na shetani alikuwa ameweka vizuizi vyake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amina. Sema amina tena. Yale mambo ambayo shetani amekuwa akiyazuia kwa muda mrefu hayaendi. Umesimama hapo ulipo, wewe unaona ni sahihi sana. Haijalishi mtihani wa mwaka ulipata division ngapi, haijalishi yale mazingira ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutasimamisha jua, tutapita juu ya bahari na vita tutapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akakuona, ukamwona kana kwamba ana mafanikio rohoni, lakini mwili unadanganya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inaniambia Mungu hajawahi kuwaacha wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ijapo wanadamu wanamwacha Mungu, lakini Mungu hajawahi kuwaacha wanadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Vile unapomwona mtu anaanzia wapi? Rohoni. Kuongea kwake kunaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vile unapomwona mtu anakuja, basi ameanzia rohoni. Angalia namna ambavyo anakuja mtu, alafu rudi rohoni ukaseme na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anapokuja kwa ubaya, nenda ukajipange, nenda kapigane na ile roho ambayo imeingia ndani mwake, imekuja kukuharibia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Usihangaike na mtu. La Bwana libarikiwe sana. Acha kuhangaika na mwili huu, utakudanganya. Haleluya. Huu mwili wa kuvaa nguo utakudanganya siku zote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna muda mtu atakuja kama mwema, utatamani mpaka milioni akushikie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu muda huo mtu huyo atakuja kwa namna ambayo utamvua mtu wote ambao ulikuwa naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sika na kwamba yeye hatamani akuudhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata yeye anajua ya kwamba hatamani kukuudhi wala hapaswi kukuudhi, lakini anza kupigana rohoni. Yuko mtu ambaye ameharibu rohoni mwake, anakutumia kukuhakikisha kwamba anakukwamisha hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Haleluya. Pigia Yesu makofi tena kama unanielewa.